Asante. Baba Mwenyekiti, ukishirikiana na maombi na uinjilisti, ni matukio gani ya kikanisa ambayo umeandaa? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa kushirikiana na maombi na uinjilisti tunaandaa semina, lakini pia tunaandaa mikutano ya injili. Hiyo mikutano ya injili huwa inafanyika wakati gani? Tuna mikutano ya injili mara 2 kwa mwaka wetu wa masomo. Baada ya semester ya kwanza pale tunakuwa tunaenda outreach nje ya mkoa wa Dodoma, lakini baada ya semester ya pili kipindi kama hichi tunakuwa ndani ya mkoa wa Dodoma, tunakuwa na inreach. Ni huwa mnatumia njia gani ili kupata hiyo maeneo kwa ajili ya kufanya mkutano? Kitu cha kwanza ni maombi. Hatuwezi kwenda sehemu ambao Mungu hajataka au tunajipeleka. Kwa kitu cha kwanza tunamwomba Mungu atupe ni wapi tunaenda. Baada ya kupata sasa wapi tunaenda kufanya survey kwenye hilo eneo. Tunafanya survey ya kwanza, survey ya pili, kama muda ukiwepo tunafanya pia survey ya 3. Alafu tukija sasa ndo tunaenda na waumini wote kwenda kufanya mkutano wa injili. Huo mkutano wa injili huwa unafanyika kwa siku ngapi? Mkutano wa injili ni siku 5. Mara nyingi tukitoka hapa tunaondoka siku ya Jumamosi. Kama ni karibu, mara nyingi inreach tunaanza siku hiyo hiyo ya Jumamosi, siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu, Jumanne, tunamaliza siku ya Jumatano. Kwa mkutano wetu wa injili ni siku 5. Kuna habari ya kulala, kula na zile shughuli zote za mkutano, huwa mnaziratibu vipi na ni wanafunzi? Sisi kama viungo wa Kristo peke yetu sisi kama viongozi hatuwezi. Kwa hiyo inapofika kwenye swala zima la kuratibu mkutano wa injili, tunakopo tumegawa kamati mbalimbali. Kwa mfano kama chakula, tunakopo na watu ambao wanatusaidia kwenye kamati ya chakula. Kwa hiyo tuna kamati mbalimbali ambazo zinaratibu mkutano wa injili. Tuna kamati ya chakula, tuna kamati ya mapambo, tuna kamati ya IT ambao ndo tupo na nyie hapa, lakini tuna kamati ya malazi ambao wanahusika na mahali watu watakapo wanaishi. Tuna kamati ya afya, kule mtu akizidiwa akipata changamoto, kuna kamati pia ya afya ambao inahusika pia kuwasaidia watu. Lakini tuna kamati ya wahudumu wetu ambao wanakuwa wakituhudumia, wahudumu pamoja na walezi. Lakini tuna kamati ya muziki ambao wanahusika na swala zima la muziki. Lakini pia tuna kamati ya usafiri ambao wanahusika na swala zima la usafirishaji. Kwa hiyo tumegawa kwa mfumo kama huo. Tunazo kamati nyingi ambazo zinatusaidia kila mtu. Pia lengo mojawapo la kuweka kamati ni kumfanya kila mtu ashiriki, kila mtu awe sehemu ya huo mkutano. Asante. Sawa. Naomba kuuliza kitu kimoja. Pesa za kuendeshea umisheni huwa mnazipataje? Je, kuna sponsorship ya aina yoyote au ni huwa mnachanga wenyewe au mahali pa mkutano huwa mnapatiwa ufadhili? Tunamshukuru Mungu. Fedha za mikutano ni sisi wenyewe waumini bila sponsor yoyote kutoka nje, lakini hatujafunga milango kwa wafadhili. Kama mtu wanapokuja wafadhili wanapohitaji kutusaidia, hatujafunga milango, lakini asilimia kubwa ili eneo la mkutano tumelibeba sisi kama sisi. Kwa hiyo tuna calculate tu gharama kwamba kwa siku 5 mtu anatakiwa ale shingapi, lakini kwa siku 5 pia, lakini pia nauli ya kwenda na kurudi. Baada ya hapo sasa ndo tunakuja tuna calculate gharama kwa kila mtu ni shingapi. Alafu ndo tunakuja sasa tunatangaza kwamba kila mtu anatakiwa achangie shingapi. Sawa. Asante. Umisheni huu huwa unalenga kufikia watu wa aina gani au huwa mnatumia vigezo gani kuchagua maeneo pa kufanyia mkutano? Ni swali zuri sana. Misheni hii inalenga sana maeneo ambayo watu hawajamjua Mungu. Tunatamani kwenda kuwafikia watu ambao hawajamfahamu Mungu. Kuna watu hapo, achana tuna vijijini, kuna watu hapo hawajui, hata hawajawahi kusikia habari za Biblia, hawajawahi kusikia habari za Mungu. Kwa hiyo katika kuangalia eneo ambalo tunapeleka injili, hatutamani sana kupeleka eneo
kupeleka injili mahali ambapo tayari injili imeshapelekwa. Kwa hiyo tunatamani kuwafikia watu ambao ni vigumu sana kufikiwa. Labda hilo naweza nikaa nimelijibu hivyo kwa ufupi. Hapo hapo mwenyekiti, niulize kwamba baada ya kwenda mission, kwamba mnaenda kupeleka injili kwa watu ambao bado hawajamfahamu Mungu na Kristo. Sasa baada ya hapo mmewafikishia injili na nyie mnakuwa na siku 5 tu. Baada ya mtu kulipokea neno, vipi hatua yake ya ukuaji wa kiroho unakuwaje? Maana nyie mnakuwa tayari mshaondoka, na ule mtu mazingira yake ya ukuaji wa kiroho kule unakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inasema kwamba sisi ni wapandaji lakini mkuzaji ni Mungu. Lakini pia lazima tutengeneze mazingira mazuri kwamba baada ya watu kuhubiria, labda tumehubiria watu wameokoka watu 600, tumehubiria wameokoka watu 1240, lazima pia tuandae mazingira yao watu wanabakije. Kwa hiyo pale tunapotangaza watu wanaotamani kuokoka kumpokea Yesu baada ya lile neno sasa, wanakuja mbele, tunachukua idadi yao, majina yao, namba za simu tunaandika. Lakini pia tunafikia kwenye makanisa walezi ya CCT kama KKKT, Anglican, Baptist, ICT, tunafikia kwenye hao makanisa. Kwa wachungaji walezi, wainjilisti, makatekista, baada sasa ya sisi huwa tunawakabidhi hao majina ili wao waendelee kufanya ufuatiliaji wa kina kuhakikisha huyo mtu amekuwa mpaka amemfahamu Mungu. Vizuri sana. Lakini kwenye mkutano huu wa injili tunaelekea Chibelela hapa mkoani Dodoma. Vipi watu wa Chibelela kule wanafahamu vipi kama kuna timu kubwa inakuja kwa ajili ya kuhubiri injili? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kupitia survey zetu hizi tayari tunakopo tumeshafika kule, survey ya kwanza, survey ya pili, kama ikiwezekana tunaenda pia survey ya 3, tunakuwa tushafika kule. Lakini haitoshi, tunaweka matangazo yetu njiani, tunabandika. Lakini pia siku zikikaribia tunaenda kupeleka gari la matangazo kwamba tutakuwa tuna mkutano mkubwa wa injili na watu wanaalikwa. Lakini kwa kipindi kama hiki tayari tunakuwa tumewaachia wachungaji wa pale au wainjilisti, watumishi wa Mungu ambao wapo kule, kupitia ibada zao wanaandika barua kwenye makanisa jirani kuwatangazia waumini. Asante sana. Asante kwa sawa. Kuelekea Chibelela, ni nini mikakati yenu kama kanisa mmeiweka ili kuwapata waumini, na ni kiasi gani ambacho muumini mmoja atachangia kwa ajili ya kwenda umisheni? Sisi kama kanisa ni vitu ambavyo vipo wazi kabisa kwamba kila muumini atachangia kiasi cha shilingi 40,000 za Kitanzania, kwa maana ya mchanganuo kama huu hapa 25,000 chakula cha siku 5. Maana yake kwamba kila siku atakuwa akitoa shilingi, yani hiyo fedha atakayochangia 5,000 ni kwa ajili ya chakula cha siku moja, kwa siku 5 na kopo ni 25,000. Lakini pia nauli ya kwenda na kurudi kwenda Chibelela, lakini siku ya kurudi tutarudi paka hapa ni 15,000 nauli ya kwenda na kurudi. Kwa hiyo ukijumlisha nakuja 40,000. Asante. Ni changamoto gani ambayo mnaipitia mnapokuwa umisheni? Changamoto zipo, lakini Mungu anatupa neema ya kuzisolve. Kwa mfano mara nyingi pia, kwa mfano kama hii inreach ambayo tunaiface ni kipindi ambacho watu wanaelekea field. Kwa hiyo kuna mwingiliano wa ratiba za field, lakini pia na ratiba za misheni, ambao hii imepelekea baadhi ya watu kushindwa kuamua aende wapi aache wapi. Japo kuna wengine kama sisi hapa tunaenda, tukitoka tunaelekea field, lakini kuna mwingine anashindwa kufanya choice. Sasa hiyo nabakia ndani ya mtu, the power of choice. Yeye anachagua aende wapi, ni wewe mwenyewe sasa unachagua uende wapi. Lakini yani kwamba niende misheni au niende field. Lakini kama mimi hapa natoka kwanza misheni ndo naenda field, na Mungu anatusaidia sana. Asante. Hongera sana baba mwenyekiti. Wewe unasoma course gani? Mimi nasoma Bachelor of Science in Chemical and Process Engineering mwaka wa 2. Mwaka wa 2. Yeah. Maana yake ni utakuwa na field.
Field tunayo mapema kabisa, kama tunamaliza Ijumaa ni tarehe 31, basi tarehe 3 tutakuwa field, lakini sisi tunasubiri mpaka tarehe 5 iishe. Manake mpaka mkutano ukamilike. Mpaka mkutano ukamilike siku ya Jumatano, Alhamisi sasa ndo tunaanza safari. Sawa mwenyekiti, ni nini unachoahasa wapenzi watazamaji ambao bado wanasita kuhusu kwenda umisheni Chibelela? Ni nini hasa unachowashauri? Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama Mkristo uliyeokoka, kama mtu ambaye bado hujampokea Yesu, issue ni moja tu iliyopo mbele, tuna kazi ni moja tu, kumhubiri Yesu. Na hiyo ndo kazi kubwa ambayo Bwana Yesu alituachia, kwamba basi enendeni ulimwenguni mote muwafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kuyashika yale yote niliyowaamuru. Alafu sasa ndo inakuja hadi anasema ya kwamba natazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo ili uweze kutembea, wewe tayari ushakuwa mwana wa Mungu, ni lazima tayari utenge muda wako kwa ajili ya Bwana. Kama wewe ulivyohubiriwa ukaokoka ukampokea Yesu, na wewe nakupasa umtumikie Mungu. Biblia inasema kwamba nimpende Mungu kwa akili zangu zote, kwa nguvu zangu zote, na kwa mali zangu zote. Kwa hiyo natakiwa nimtumikie Mungu kwa vyote alivyonipatia, maana dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Lakini pia Gospel Channel ni kama sehemu ya kukufanya wewe utembee katika dominion. Watu wengi sana wanatamani kuwa na dominion, kuwa na mamlaka. Wanatamani sana kuishi kwa ukuu, lakini hawajui principles za kuishi kwa ukuu. Principle mojawapo ya kuishi kwa ukuu ni kufanya gospel, ni kuhubiri injili. Hiyo ni principle mojawapo. Kusoma kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, Biblia inasema basi na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu akatawale vitu vyote. Sasa principle na mojawapo ya kutawala vitu vyote ni kuhubiri injili. Maana Petro anamwambia Yesu, tazama sisi tumeacha vitu vyote tukakufuata wewe, tutapata nini basi? Yesu akamwambia, mmeviacha vitu vyote, lakini mtazidishiwa mara 100, sio tu katika ulimwengu bali hata katika ule ujao, uzima wa milele. Kwa hiyo principle mojawapo ya wewe kuishi maisha ya ukuu, kutembea katika dominion, principle na mojawapo ni Gospel Channel. Kwa hiyo ni lazima, kama unataka kuwa mkuu, utakiwi kuignore hizi principle. Principle mojawapo, twende tukahubiri injili, ni kuhakikishie tu hautopungukiwa na kitu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Kama unaona kusitasita ndani yako, ondoa hiyo hofu na kusitasita. Mungu akufanyie wepesi. Ili uishi maisha ya ukuu, ni lazima kwanza ukakubali pia kumhubiri Yesu. Asante. Ni toka umekuwa first year hapa, ni misheni ngapi umehudhuria? Nimehudhuria misheni 3 na hii hapa ninakwenda ni misheni ya 4. Misheni ya kwanza tulikopo Mvomero pale outreach. Misheni ya pili tulikopo Mpunguzi Dodoma Inrich, Manispaa Dodoma kabisa. Lakini misheni ya 3 tumetoka Tabora Tula, na misheni ya 4 tutakopo Dodoma hapa Chibelela. Mungu awabariki sana. Sawa. Ni kwenye hizo misheni zote, ni misheni gani ambayo ilikuwa bora kwako na ni kwa sababu gani ilikuwa bora kwako? Yaani mimi kila misheni zote ni bora. Wewe mwenyekiti. Hata kama ni bora lazima unajua kuna bora zaidi sasa tunaomba tuambie ipi ambayo ilikuwa bora, yani bora zaidi. Yani kiukweli mimi naona zote ni bora, kwa sababu yote ninamuona Mungu na Mungu hazoeleki. Siwezi kusema kabisa na itakao kuwa bora ni hapa, itakuwa ni bora zaidi sana. Yani mimi labda niseme kwamba yani zote ni bora kwako, lakini kuna kautofauti. Yani zote haziwezi kufanana, lakini kuna kautofauti fulani hivi. Unaelewa yani? Nakuepo. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema misheni zote ni nzuri, lakini kwa kuwa amesema labda niongelee utofauti, misheni ya tuliofanya Mpunguzi, na mimi Mungu alinipa neema kuwa mhudumu wa mkutano wa injili. Yes. Nilihubiri siku ya Jumapili. Amen. Kwa namshukuru Mungu kwa neema yake. Tupo wengi kwenye watu wengi, na mimi yani sio kwamba nafaa sana, lakini Mungu tu akanichagua kuwawakilisha wenzangu wengi.
Hongera sana bana. Asante. Kwa kumbe sio tu kutubilia hapa chuoni hadi umisheni. Yeah. Pale hivi umisheni wa Mpunguzi unaweza kutusaidia kidogo idadi ya nikimaanisha vijana, wazee na watoto kwa asilimia kubwa kwenye huo umri ni wapi ambao walikuwa ni wengi? Hichi kipindi ni kipindi cha uamsho mkubwa ambao unatembea sana katika taifa letu. Ni kipindi ambacho Mungu ameachilia neema ya wokovu kwa watu wengi. Ni kipindi ambacho ndo kile kipindi anasema na itakuwa katika siku zile, asema Bwana, nitawamwagia roho wangu. Sasa zile siku alizokuwa anaziongelea ndo hizi. Zile siku ambazo Mungu anasema kwamba na itakuwa katika siku zile, asema Bwana wa majeshi, nitawamwagia roho wangu, nanyi mtakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu kwenu. Kwa kile kipindi ndo hiki hapa sasa. Kwa hichi ni kipindi ambacho kuna uamsho mkubwa sana kwa vijana. Vijana tunaona wakiwa na shauku kubwa ya kutamani kumjua Mungu. Hata ilizoeleka huku vioni kwamba labda kijana anakuja anapotea, sio kweli. Ni sehemu ambapo watu wanapata uamsho mkubwa sana wa kumjua Mungu. Lakini pia wazee wanatamani sana katika umri wao kumuishia Mungu. Lakini pia watoto wadogo tunaona pia wanatamani kukua na kumjua Mungu. Kwa lika zote wana ule uamsho umefika ndani yao wa kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Naomba nikuulize swali hapa kama vile la mwisho kidogo hapa hivi. Ni nini shuhuda zako kuhusu hizo misheni zote ulizohudhuria? Yaani kwa kusema tu hivi kwamba Yesu alimjibu Petro jibu jepesi, anasema Petro alimuuliza Yesu kwamba tumeacha vitu vyote tukakufuata. Tumeacha hizi hela tunazotoa kwa ajili ya misheni, tumeacha kwenda kula visinia, tumeacha kukimbilia fieldi, tumeacha starehe, tumeacha vitu vyote. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia hakuna aliyeacha ndugu mke au ndugu wake au vitu vyote, lakini aliyeviacha atazidishiwa mara 100, sio tu katika ulimwengu bali hata katika ule ujao uzima wa milele. Kwa hata na lile jibu ambalo Yesu alikuwa anamwambia Petro ndo mimi sasa. Yaani ndo mimi, yaani unajua Mungu akiwa anaongea na wewe ndo wewe, kwamba hakuna aliacha vitu vyote akabaki kama alivyo, lakini atazidishiwa mara 100, sio tu katika ulimwengu hata katika ule ujao uzima wa milele. Cha kwanza, ninajua jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza ambao namshukuru Mungu kwamba sijabaki kama nilivyo. Lakini kitu cha pili ni kwa bali ya maisha yangu. Mungu anatenda mambo yaliyo makuu. Ukimfuata Bwana hautopungukiwa na kitu. Ukisoma kitabu cha Zaburi sura 23 mstari wa kwanza, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. The Lord is my shepherd, I shall not lack. Kwa hiyo unapomtafuta Bwana hautopungukiwa na kitu chochote. Kwa hiyo mimi naweza nikasema tu sijawahi kupungukiwa. Namshukuru sana Mungu kwa hilo. Na wenzangu najua na ushuhuda hawajawahi kupungukiwa. Kutoa ile 40, kutoa shingapi, hawajawahi kupungukiwa. Asante sana. Swali la mwisho la nyongeza. Ni nini unawaasa finalist ambao wana sita kwenda umisheni? Kama finalist tuwe mabalozi wa kwanza kwenda kutangaza ufalme wa Mungu kule Chibelela. Yaani kama unahisi ndani yako kuna kusita, usiruhusu hiyo hali ya kusita ndani yako. Mruhusu tu Mungu. Biblia nasema kwamba kwenye kitabu cha Mithali, mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Kwa unapofungua moyo wako ukampa Bwana maisha yako, anasema macho yako yataanza kupendezwa na njia za Bwana. Inawezekana kuna mahali ulikopo uoni mlango wa kutokea. Unawaza kwamba nikitoka hapa nitaenda wapi? Anasema mwanangu nipe moyo wako, macho yako yapendezwe na njia zangu. Mungu yupo mlangoni anabisha hodi. Ukisoma kitabu cha Ufunuo sura 3 mstari wa 20 anasema natazama nipo mlangoni nabisha, yeyote atakayefungua mlango nitaingia nitaketi naye. Kuna wimbo mmoja wa Zolavo anasema nasimama mlangoni nabisha hodi nifungulie. Kwa hiyo unapofungua mlango wako, unapofungua moyo wako, Bwana akaingia, anasema nitakula na wewe. Umeona sasa hapo tukio linalofuata, anasema nitaketi na wewe. Hebu fikiria unaketi na Bwana.
unaketi na Bwana. Ambao waliofanikiwa kuketi na Bwana ni wazee 24. Yesu mwenyewe anasema nitaketi na wewe, afu anasema nitakula na wewe. Hebu imagine hiyo namna ya ukuu ambapo Mungu anasema atakula na wewe. Lakini kuna mahali yawezekana unatamani Mungu akufungulie milango ya kimaisha, fursa, opportunity, unatamani kufungua kampuni, unatamani kupata watoto wa baraka, unatamani kuwa mtu mkuu, unatamani kupata favor. Lakini kwenda kule misheni pia nikupe kitu kimoja, unapoenda misheni kule ni umetoa sadaka yako kwa Bwana. Biblia inasema kwamba Kaini na Abeli walienda wakatoa sadaka. Mungu akamwambia Kaini kwamba usipotenda vema hautopata kibali. Kwa hiyo kibali, kitu cha kwanza, kinatengenezwa kwa njia ya sadaka. Abeli alimtolea Mungu sadaka ya kumfurahisha, akapata kibali mbele za Bwana. Kwa hiyo inawezekana na wewe unatamani kupata favor mbele ya watu wakuu, kupata favor mbele ya rais. Ninakutamkia kwa jina la Yesu, unapoenda kwenye misheni hii hautapungukiwa na kitu. Mungu atakuonekania kwenye maisha yako. Utapata kibali na favor mbele ya watu wakuu, mbele ya rais jina lako litatajwa, mbele ya mawaziri jina lako litatajwa, mbele ya watu wakuu jina lako litatajwa. Asante sana. Amina sana, amina sana. Asante sana mwenyekiti kwa ushirika mzuri, lakini tukiwa tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu, mwenyekiti, naomba useme neno moja tu kwa huyu ambaye anakutazama pale mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema kwamba matamanio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi latoka kwa Bwana. Kwa hiyo kabla hujafanya jambo lolote, ni lazima, ili kutembea, tunajua kila mtu struggles zote tunazoziona duniani ni binadamu anatamani kujua, kutaka kufahamu ya kwamba yeye ni nani. Mfano hapa nikikuuliza mtangazaji wangu, nikasema unaitwa nani? Ukaniambia jina lako, lakini hiyo sio identity yako. Identity yako wewe ni kwenye ufalme, wewe ni nani. Kwa hiyo struggles zote tunazoziona katika ulimwengu huu, tunaona mataifa makubwa yakigombana, tunaona Russia, Ukraine, tunaona Marekani na Iraki zikigombana. Struggles zote hizi tunaona binadamu wakiuana, tunaona watu wakishinda. Yani hizi struggles zote tunazoziona katika ulimwengu huu ni mtu anatamani kujua identity yake, anatamani kujua dominion, power of dominion alionayo, anataka kujua yeye ni nani katika ulimwengu huu, mamlaka gani alionayo. Kwa principle mojawapo ya kutembea kwa ukuu, ndio maana ile ya kwanza nimekwambia kufanya gospel channeling. Lakini hatuwezi kufanya hivi vyote, hatuwezi kutembea kwa ukuu kama hatujampokea Roho Mtakatifu. Ukisoma kitabu cha Luka pale anasema, Yesu anawaambia wanafunzi wake, kaeni humu mjini hata itakapowajia ahadi. Nanyi ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza mstari wa 18, Biblia inasema nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hiyo kitu cha kwanza, kabla hujaenda kufanya witness of gospel, kabla hujaenda kuhubiri injili, kitu cha kwanza ni lazima umpokee huyu Roho Mtakatifu, ambaye Biblia inasema kwamba nami nitawapa msaidizi ambaye atakuja kuwafundisha na kuyashika yote niliyoamuru. Kwa atakufundisha biashara gani utakaoifanya, atakufundisha marafiki gani utakaoambatana nao, atakuelekeza kuyashika yale yote aliyokuamuru. Kwa principle nyingine kuu kuliko zote, ili uweze kutembea katika dominion, ni lazima umpokee Roho Mtakatifu. Na huyo Roho Mtakatifu yupo katika viwango tofauti tofauti. Roho Mtakatifu, Yesu alipokuwa anazungumza na yule mwanamke Msamaria, anamwambia kwamba mimi ndio hayo maji, aje kwangu nitampa hayo maji, hataona kiu. Kwa dimension ya kwanza Roho Mtakatifu ni maji, ambayo tunaweza tukasema ni level yake ni kama kisima. Lakini dimension ya pili ya Roho Mtakatifu, ukisoma Biblia inaelezea mito ya maji. Mito ya maji, unaposikia Biblia inataja mito, inapoongelea maji, kitu cha kwanza understanding yako, akili yako inatakiwa utune kwamba wanaongelea habari za Roho Mtakatifu. Kwa dimension nyingine ya Roho Mtakatifu ni rivers. Roho Mtakatifu anakuja sasa kama mito. Lakini dimension ya tatu ya Roho Mtakatifu ni kama mvua, anasema nitawamwagieni. Ile anaposema nitawamwagieni, maana yake alikuwa anaongelea nitawamwagia Roho wangu Mtakatifu.
Kwa hiyo tunapokuja tena katika dimension ya tatu ya Roho Mtakatifu, dimension ya tatu ambayo nimekuambia Roho Mtakatifu kama rain, kama mvua, kuna dimension kama tatu. Roho Mtakatifu ukisoma kuna kitabu cha Ezekiel pale sura ya 47 mstari wa 3 mpaka wa 5 inaelezea vizuri kabisa dimension za Roho Mtakatifu, kwamba akanipima nikaingia kwenye mito kama ya maji, yale maji yalikuwa yanafika kwenye ankle, kwenye jicho la mguu, lakini mengine akanipima ikafika kwenye knee, kwenye goti, mengine akanipima akafika kwenye loini, kwenye kiuno, mengine ukawa ni mto mkubwa nisioweza kuvuka, manake nisiwezi tena kuvuka. Kumbe Roho Mtakatifu, kiwango ambacho unamruhusu Roho Mtakatifu aingie kwenye maisha yako, ndicho kiwango, the outpouring of Roho Mtakatifu kinategemeana na wewe jinsi ambavyo umemruhusu. Wewe ni vessel, umeruhusu Roho Mtakatifu aachilie kitu kwenye maisha yako. Lakini kitu kingine ambacho naweza nikakuachia, mvua tunayoiona hii hapo kwenye atmosphere hakuna mvua, lakini mvua tunayoiona hii ni matokeo ya evaporation ya water, evaporation of water from water bodies, from transpiration by trees. Kwa inategemeana kwa kiwango ambacho unapanda wewe, kiwango ambacho maji yana release water bodies, ndo kiwango cha kinachoruhusiwa mvua kushuka. Kiwango cha miti kilichopo hapa ni kiwango ambacho kitapelekea transpiration rate iwe kubwa kwa kiasi gani. Ile transpiration rate ikiwa ni kubwa, itaruhusu maji yashuke kwa kiwango gani. Kwa hiyo na wewe kiwango ambacho unampandia Mungu dhabihu, kiwango ambacho unajitoa kwa ajili ya Bwana, kiwango ambacho unamtumikia Mungu kwa moyo wako wote, ndicho kiwango ambacho Mungu atashusha mvua za baraka, mvua za mafanikio. Utajazwa na Roho Mtakatifu. Mungu atakufungulia milango, anasema nitafungua mlango wala hakuna atakayeweza kuuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu Biblia inasema kwamba hapa naongea na kwa ajili ya neno la mwisho kwa ajili ya mtazamaji. Biblia inasema kwamba onjeni muone ya kwamba Bwana yu mwema. Hebu ninakuomba mpendwa mtazamaji na msikilizaji, onja kwa namna hii uone ya kwamba Bwana yu mwema. Lakini Biblia inasema kwamba mnijaribu kwa namna hii muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Manake alikopo anaongelea fursa, alikopo anaongelea baraka, alikopo anaongelea vitu kama hivyo hapo. Kwa hiyo ninatamani sasa kipindi chetu. Amen. Basi tufumbe macho, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante Roho Mtakatifu kwa neema yako, umetupa neema na kibali kukufanyia ibada. Asante Bwana wa majeshi kwa ajili ya meseji ambayo Mungu umeachilia Bwana kwa ajili ya mtu mmoja anayetutazama na kutusikiliza kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, YouTube, anayetusikiliza Bwana kutoka Instagram, TikTok, Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba Bwana ukakumbuke mahitaji ya kila mmoja, ukamguse Bwana kwa jinsi ambavyo Mungu umekusudia. Neema yako Bwana ikawe juu yake katika jina la Yesu. Achilia neema yako Bwana na nguvu zako, uso wako Bwana ukazidi kwenda na mtoto wako anapotoka. Mungu ukamuoneshe baraka, ukamuoneshe kushinda, ukamuoneshe kuvuka katika jina la Yesu. Mimina neema yako Bwana, ninakurudishia utukufu, heshima, adhama na mamlaka, maana peke yako Mungu umestahili. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya majira. Ninaomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mpenzi mtazamaji, na hapa ni tunahitimisha kipindi chetu, lakini pia ni kualike katika ibada kubwa ya semina itakayofanyika tarehe 29 na 30 pale USCF Social hapa UDOM, na tutakuwa live YouTube. Karibu sana.